Jioni ya leo tutajifunza somo linaitwa kumshukuru Mungu. Tutajifunza kumshukuru Mungu. Niliandika kwenye Instagram, kama ulisoma, tulikuwa tunaongelea kuhusu mwezi wa 12 ni mwezi wa kumshukuru Mungu. Nikasema kwamba kuna changamoto nyingi ambazo katika mwaka huu tumekutana nazo sisi kama wanadamu. Kuna zipo ambazo tulishinda na zipo ambazo tulishindwa. Kuna changamoto ambazo tumekutana nazo sisi wanadamu, zipo ambazo zimetuhuzunisha, zimetuumiza moyo, zimetuacha na majeraha. Lakini changamoto ni changamoto. Kwa tukasema kwamba mwezi huu ni mwezi wa kumshukuru Mungu. Kwa sasa leo nitakwenda kumaliza mwaka huu pamoja na wewe kwa kujifunza somo kuhusu kumshukuru Mungu. Nitaanza hivi. Kuna faida nyingi sana katika kumshukuru Mungu. Kuna faida nyingi sana katika kumshukuru Mungu. Katika maisha ya mwanadamu ana vipindi tofauti tofauti. Na Mungu aliorodhesha hivi vipindi katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3. Kwamba kuna vipindi tofauti tofauti ambavyo mwanadamu anapitia. Kuna vipindi ambavyo vinafurahisha, kuna vipindi ambavyo vinaumiza, kuna vipindi ambavyo vinatutoa machozi. Wewe tuangalie kitabu cha Mhubiri sura ya 3. Kitabu cha Mhubiri sura ya 3. Kitabu cha Mhubiri sura ya 3. Tuangalie kitabu cha Mhubiri sura ya 3. Tutaanzia mstari wa 1 mpaka wa 8. Kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 8. Kwa kama unaandika, andika kitabu cha Mhubiri, andika kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu. Kwa tutaangalia faida mbalimbali za kuweza kumshukuru Mungu. Lakini tutaangalia vipindi mbalimbali ambavyo mwanadamu anaweza kupitia. Kwa andika kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 8. Biblia inasema hivi. Inasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Anasema kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kulalua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupanda na wakati wa kuchukia, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Kwa hivyo ni vipindi vingi sana ambavyo Mungu amevitaja kwa neno lake, kwamba anatuambia kwamba kila jambo lina majira yake. Kila jambo lina majira yake. Kwa mwanadamu alivyoumbwa na Mungu, Mungu aliweka majira kwa huyo mwanadamu. Ngoja nikuonyeshe hapa kitu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 na kuendelea, Biblia inasema, na hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Sasa cheki kitu. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Maana yake ni kwamba huyo Mungu hakuwa na mwanzo, huyo Mungu hakuwa na mwisho. Huyo Mungu hakuzaliwa, huyo Mungu hafi. Huyo Mungu alikuwepo. Huyo Mungu alikuwa hana usiku, huyo Mungu alikuwa hana mchana. Kwa Mungu alikuwepo, Mungu kama Mungu. Kwa tukijiuliza swali, huyo Mungu alitoka wapi hatujui. Kwa maana Mungu ni Mungu. Kwa Mungu hazaliwi, Mungu hafi, Mungu hana usiku, Mungu hana mchana. Kwa kipindi Mungu yupo, Mungu hakuwa na majira. Mungu hakuwa na vipindi. Mungu hakuwa na muda. Kwa ndio maana ukiuliza Mungu ana umri gani, Mungu ana miaka mingapi, hilo jibu hatuwezi kukupa jibu kama hilo, kwa sababu Mungu hana umri. Ngoja tuendelee. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 3, Mungu akasema, na iwe nuru, ikawa nuru, ikawa asubuhi. Ndio siku ya kwanza Mungu anaumba majira. Mungu akaumba asubuhi, akaumba na jioni. Kwa maana yake ni wakati ambao Mungu aliumba muda. Muda haukuwepo. Kwa Mungu alikuwa anaishi bila muda. Hakukuwa na mwezi, hakukuwa na siku ya kwanza, hakukuwa na siku ya pili. Lakini Mungu alibidi atenganishe ya majira
kwa kusudi alilotaka yeye. Na alipotenganisha ya majira, aliweka katika kila jira moja, aliweka kazi yake kwa kusudi lake mwenyewe. Kuna makusudi ambayo tunayafahamu na makusudi ambayo tusiyojua. Lakini Sulemani sasa anatuambia katika kitabu cha Mhubiri kwamba kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kuna majira yake. Na kila katika mwanadamu alivyoumbwa lazima apitie vipindi hivi vyote. Lazima apitie majira haya yote. Mfano, anasema na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Anasema wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kwa lazima mtu azaliwe na kuna lazima mtu afe. Kwa hivyo ni majira ambayo Mungu amemwekea mwanadamu, kwamba mwanadamu atazaliwa na mwanadamu atakufa. Hayo ni majira ya kwanza. Majira ya pili anatuambia sasa kuna majira ya kupanda na wakati majira ya kung'oa kile kilichopandwa. Mstari wa 3. Wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Hivi ni vipindi ambavyo mwanadamu anapitia. Kwa kuna vipindi ambavyo lazima mwanadamu apitie, ambavyo tutakavyocheka. Kuna vipindi ambavyo mwanadamu atapitia tutakavyolia. Anaendelea kusema wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Maana yake kwa kila mwanadamu aliyezaliwa hapa duniani, kama alizaliwa na huyu mwanadamu atakufa. Maana yake sasa kama mwanadamu alizaliwa, huyu mwanadamu ataomboleza ipo siku. Huyu mwanadamu atacheka ipo siku. Ataomboleza, atacheza, atafurahi, atalia na kadhalika. Kwa kila jambo lina wakati wake. Kila jambo lina wakati wake. Paulo anatuambia sasa katika kila jambo, haya majambo yote ambayo ameyataja hapa Sulemani, kwamba wakati wa kulia, wakati wa kuzaliwa, wakati wa kila namna. Paulo akatuambia sasa, anatuambia katika neno la Mungu, anasema kwamba mshukuru kwa kila jambo. Kwamba sauti, ongea sauti. Nasema hawasikii. Okay. Biblia inasema hivi kwamba katika kila jambo Paulo anatuambia sasa tushukuru kwa kila jambo. Sasa hakutuambia jambo gani, lakini Sulemani alituambia, akitutajia hayo majambo. Amesema kwa kila jambo kuna majira yake, akatutajia hayo majira. Lakini Paulo sasa anatuambia katika kila jambo kuna majira na nyakati. Wanasikia hapo? Okay. Anatuambia sasa katika kila jambo kuna majira yake. Lakini katika kila jambo Biblia inatuambia tushukuru katika kila jambo. Maana yake hii: wakati wa kuzaliwa tushukuru. Wakati wa kufa tushukuru. Wakati wa kupanda tushukuru. Wakati wa kung'oa iliyopandwa tushukuru. Wakati wa kuua tushukuru. Wakati wa kupoza tushukuru. Wakati wa kubomoa tushukuru. Na wakati wa kujenga tushukuru. Wakati wa kulia tushukuru. Wakati wa kucheka tushukuru. Wakati wa kuomboleza tushukuru. Wakati wa kucheza tushukuru. Kwa Biblia inatuambia sasa katika kila jambo tumshukuru yeye. Katika kila majira tumshukuru yeye. Kwa hayo ni mapenzi ya Mungu kwetu. Biblia inatuambia katika kitabu cha Warumi sura 8, and everything works for good to those who love Christ. Kwamba na kila jambo ambalo linatupata sisi is for our good. Kwamba jambo liwe zuri au baya is for our good. Jambo lolote ambalo linatupata sisi is for our good. Watu angalie Yeremia sura ya kwanza, Yeremia 29. Yeremia 29. Ndio nichukua Biblia na tusomea. Yeremia sura 29 mstari wa 11. Leo tumalize somo letu, ingia kwenye maombi. Leo tunajifunza kidogo tu. Okay. Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Ongea sauti unasikia? Yeremia 29 mstari wa 11 inasema ya kwamba maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi matumaini siku zenu za mwisho. Okay. Anasema hivi kwamba Mungu anatuwazia mema. Na mawazo ya Mungu sio mabaya.
Kwa Mungu siku zote yeye anatuwazia mema. Kwa anaporuhusu jambo tunapitia jambo lolote kwenye maisha yetu, katika hilo jambo Mungu anatuwazia mema. Na katika hilo jambo Mungu anataka katika hilo jambo tushukuru. Tukipata tunashukuru, tukikosa tunashukuru. Kwa hiyo mawazo ya Mungu kwetu ni mema, sio mawazo mabaya. Kwa Mungu anatuwazia mema. Mungu anatuwazia mema. Kwa katika kila jambo ambalo sisi tunapitia, tumshukuru yeye. Kwa hiyo tunasoma Nyakati wa kwanza sura ya 23 mstari wa 30. Nyakati wa kwanza 23 mstari wa 30. Nyakati wa kwanza 23:30. Nyakati wa kwanza 23:30. Kwanza 23:30. Zamani kuna Ufunuo wa Ufalme, Mambo ya Nyakati sura ya kwanza. Nyakati sura ya ngapi? 23 23:30. 23:30. Nasemaje? Inasema Mambo ya Nyakati sura 23 mstari wa 30. Okay. 23:30 inasema ya kwamba naomba nisome kama ilivyoandikwa ya kwamba nao wasimame kila asubuhi kumshukuru na kumsifu Bwana na jioni vivyo hivyo. Okay. Shia hapo. Sawa. Okay. Kwa sasa Biblia inasema andika Nyakati wa kwanza sura ya 23 mstari wa 30. Kwa Biblia inasema nao wasimame kila siku asubuhi kumshukuru na kumsifu Bwana na jioni vivyo hivyo. Kwa mapenzi ya Mungu ilikuwa ni kwamba Mungu alichokuwa anataka tufanye sisi ni kwamba kila siku asubuhi tukiamka, jambo la kwanza ni kumshukuru yeye na kumsifu yeye. Kwa kabla tujaomba jambo lolote, Mungu anachotaka kwetu tumshukuru yeye. Tumshukuru asubuhi na kumsifu asubuhi, na jioni tufanye vivyo hivyo, tumshukuru yeye. Tumshukuru yeye. Nitoa mfano kesho uliopita. Nikasema kwamba ukiwa na mtoto and then ukamletea akakuomba kitu, ukampa huyo mtoto hicho kitu. Mtoto wa kwanza akaja kwako akasema, mzazi nasema asante baba kwa sababu umenipa kitu fulani. And then ukawa una mtoto wa pili akaja kukuomba kitu kampa, lakini akaona ana deserve kupata kitu kutoka kwako. And then akawa analalamika, kwa nini umempa hicho kitu? Labda ni cha bei ndogo, umejitahidi kwa jinsi unavyoweza, lakini akawa analalamika kwamba umempa kwa bei ndogo. Mmoja ameshukuru, mwingine hajashukuru. Kama wana Israeli, toe mfano wa wana Israeli wanatoka Misri kwenda Kanaani. Kuna wapo wawili katika kila jambo lililokuwa wanapitia walikuwa wanashukuru Mungu. Wengine walikuwa wanalalamika katika kila jambo ambalo Mungu alikuwa anawatetea. Walihitaji chakula, mikate, Mungu akawapa. Lakini bado walilalamika. Wakasema, Mungu, tunahitaji utupe nyama. Mungu akawapa nyama. Hawakuridhika. Bado wakaendelea kulalamika. Wakahitaji maji, Mungu akawapa, lakini bado hawakuridhika. Mungu akabidi awaangamize wote. Walifika nchi ya ahadi wawili tu. Kwa nini? Mungu aliwaangamiza kwa sababu ya kulalamika. Kwa sisi katika jambo ambalo Mungu ametufanyia toka mwezi wa kwanza mwaka huu umeanza mpaka sasa mwezi wa 12. Kuna mambo mengi ambayo sisi wanadamu tumepitia. Yapo ambao yametufurahisha na yapo ambao yametuumiza sisi kama wanadamu. Lakini Mungu anasema katika hayo yote tumshukuru yeye. Tumshukuru yeye. Kuna yapo ambayo yametuumiza, ambayo yameacha majeraha makubwa ndani ya mioyo yetu. Wengine wameumizwa na watu na kadhalika. Lakini katika hayo mambo yote ambayo sisi tumepitia, tumshukuru Mungu. Kwa leo twende tukaombe Mungu, tumwambie Mungu katika hayo yote ambayo Mungu tumepitia, yawe ni mazuri au mabaya, Mungu tunashukuru kwa ajili ya hicho. Kwa sababu Mungu atabaki kuwa Mungu. Mungu atabaki kuwa Mungu. Atabaki tu hivyo hivyo. Ndio maana siku zote huwa anasema hivi,
huwa naenda kumwambia hata kama Mungu ametupa mabaya, mfano kama sisi changamoto tulizopitia, lakini kwa hayo Mungu ambayo yametutokea, mabaya yameumiza mioyo yetu, lakini Mungu tabaki kuwa Mungu wetu. Hata katika haya mabaya Mungu tuliopitia, wewe utabaki kuwa Mungu, hatutakuacha. Hata katika hizi changamoto Mungu ambazo tumepitia, Mungu hatutakuacha. Ayubu watoto wake walipokufa, Ayubu mali zake zilipoangamia, lakini Ayubu aliendelea kusema Mungu, katika haya yote ambayo Mungu nimepitia, wewe utabaki tu kuwa ni Mungu, haubadiliki. Wewe Mungu utaendelea kuwa tu ni Mungu. Akasema Mungu, asante hata kwa haya. Kwa na sisi leo, kwa yale yote ambayo yametokea toka Januari mpaka sasa, mazuri au mabaya, yale mazuri tunashukuru, hata yale mabaya tunashukuru kwamba Mungu, wewe utaendelea kubaki kuwa ni Mungu tu. Hata kama ulituumiza moyo, lakini Mungu utaendelea kubaki kuwa ni Mungu tu. Hata kama ulifanya ambavyo tuliomba hivyo ukatupa, Mungu utabaki kuwa ni Mungu tu. Kwa hiyo tumshukuru kwa kila jambo ambalo limetokea kwenye maisha yetu, ili tukapate kwenda kumuona Mungu katika mwaka unaofuata. Kwa sababu kushukuru Mungu kunatufungulia milango ya baraka za Mungu katika maisha yetu. Kwa kushukuru ni ufunguo wa kuona utukufu wa Mungu. Wewe nikuonyeshe hiki kitu. Ukisoma, ukiangalia kwenye Agano la Kale. Katika Agano la Kale kulikuwa kuna hema ya kukutania. Ile hema ya kukutania ilikuwa na sehemu tatu. Ilikuwa ina gate ambayo ni lango ambalo lilikuwa linaitwa ni gate. Sawa. And then ukiingia getini ulikuwa unakutana na sehemu ambayo inaitwa the outer court ambayo ni nyuani. And then ukitoka nyuani ulikuwa unaingia sehemu nyingine inaitwa patakatifu. Ukitoka patakatifu kuna sehemu nyingine ambayo unaingia inaitwa patakatifu. Kwa ile hema ya kukutania ilikuwa na sehemu tatu. Kwa sehemu ya kwanza ni geti, sawa, ambao watu wanaingia. Wakiingia getini wanakutana na sehemu ambayo inaitwa nyuani, the outer court, ambao people they judge themselves there. Kwa ukitoka nyuani unaingia sehemu nyingine inaitwa patakatifu. Alafu ukitoka patakatifu unaingia sehemu nyingine inaitwa patakatifu. Katika kila sehemu moja kuna procedure au kanuni ya kuingia hapo. Mfano, soma Zaburi mstari wa 100 Zaburi sura ya 100 mstari wa 4. Zaburi 100 mstari wa 4. Zaburi 100 mstari wa 4. Andika Zaburi 100 mstari wa 4. Kwa kama unaandika katika Zaburi 100 mstari wa 4. Tunamalizia tutaomba. Zaburi 100 mstari wa 4. Mstari wa 4 unasema ya kwamba ingieni marangoni mwake kwa kumshukuru. Nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, limidini jina lake. Okay. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema. Okay. Maana yake sasa, kabla ya kuingia mahali patakatifu, principle ya kwanza ambayo Mungu anasema sasa, number 1, tunaingia malangoni mwake kwa kushukuru. Kwa the key number 1 ya kuingia kwenye presence ya Mungu, ile glory ya Mungu iweze ku be manifested, number 1 lazima umshukuru yeye. Kwa anatuambia sasa tuingie nyuani mwake, nyuani the outer court. Sawa? Anasema tuingie nyuani mwake kwa kushukuru. Kwa the key number 1 lazima ushukuru Mungu. Kwa kwenye maombi yako, jambo la kwanza unapoingia kwenye maombi, mshukuru nani? Mshukuru Mungu. Anaendelea mbele anasema sasa, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Kwa tumeingia kwenye malango kwa kumshukuru, and then hapa nyuani kwenye outer court tunamsifu yeye. Kwa tunaingia labda kwenye maombi, cha kwanza tunaomba. Hata mama yenu alikuwa anapenda sana, mama wangu alikuwa anapenda sana kianza tu maombi, cha kwanza anaanza kumshukuru Mungu. Kwamba Yesu tunasema asante kwa sababu umetulinda kuanzia asubuhi mpaka muda kama huu. Alikuwa anapenda sana hiyo statement. Kwamba Yesu tunasema asante kwa sababu umetulinda kuanzia asubuhi mpaka muda kama huu. Kwa hiyo ni principle ya kwanza kwamba tunamshukuru Mungu. Pili, unaweza kumwambia Mungu tunasema asante kwa sababu Mungu umetupa nafasi kama hii ya kuja mbele zako kuomba. Yaani ile kupata tu ile nafasi ya kwenda kukaa mbele za Mungu kuomba is a privilege. Ni upendeleo, is by grace. Yaani kwa neema ya Kristo umeweza kukaa hapo katika uwepo wake. Kwa wengi wanatafuta waweze kuomba lakini unashindwa. Hata zile dakika 5 tu, lakini wewe Mungu amekupa nafasi hiyo ya kukaa mbele ya uwepo wake. Mungu aliumba dunia, Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu aliumba kila kitu. Anakupa privilege ya kwenda mbele zake kuongea na yeye live. Kwa hiyo sasa unaanza kwa kumshukuru yeye kwamba Mungu anasema asante kwa sababu Mungu umenilinda kuanzia asubuhi mpaka muda kama huu. Mungu anasema asante kwa sababu Mungu umenipa uhai. Mungu anasema asante kwa sababu Mungu umenipa uzima. Anasema Mungu asante kwa sababu na kadhalika na kadhalika. Kwa kisha kumshukuru unaingia ndani sasa nyuani. Anasema nyuani sasa
anasema ingieni nywani mwake kwa kusifu, mshukuruni, lihimidini jina lake. Okay. Kwa tunapoingia nywani mwake sasa, kabla tujaingia patakatifu pa patakatifu, nywani mwake anasema tumsifu yeye. Kusifu, Biblia inasema kusifu inawapasa wanyofu wa moyo. Kwa ukiingia nywani, unachotakiwa kufanya ni kumsifu yeye. Wewe Yesu ni mzuri. Wewe Yesu ni mwema. Kwa ukimwambia Yesu ni mzuri, wewe ni Mungu wapendeza. Hakuna Mungu mwingine kama hizo. Ni sifa tu. Sifa zinaweza zikatoka kwenye kinywa, zisitoke moyoni. Anatuambia lakini wanyofu inawapasa wanaosifu inawapasa wanyofu wa nini? Wa moyo. Kwa hiyo maana yake ukiingia sasa nywani, unaanza kumsifu yeye. Wewe ni Mungu ni mzuri. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ni Mungu mvumilivu. Wewe ni Mungu, si Mungu mwingi wa hasira. Wewe Mungu si mwepesi wa hasira. Wewe ni Mungu ni mwema. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Katikati ya miungu ni wewe Mungu uliyetukuka kuliko miungu wengine wote. Kwa hiyo unamsifu. Ukimaliza kusifu, unaweza kupeleka mahitaji yako. Lakini sasa kuna principle nyingine, kwa sababu tumeingia kwenye gate, tumeingia nywani, kuna sehemu nyingine ambayo panaitwa patakatifu, ni sehemu ya pili sasa kabla hujaingia patakatifu. Kwa tunataka tupate principle au tupate kanuni ya kutoka patakatifu kuingia patakatifu. Waebrania au soma Zaburi 95 mstari wa 2. Zaburi 95 mstari wa 2. Zaburi 95 mstari wa 2 unasema ya kwamba tuje mbele zake kwa kumshukuru, kwa shukrani. Tumfanyie shangwe kwa zaburi. Okay. Kwa Biblia inatuambia sasa tukienda mbele zake yeye, twende mbele zake kwa shukrani. Kwa Mungu anachotaka sisi tunapoenda mbele zake twende kwa shukrani. Sawa? Hapa anaendelea sasa tumfanyie shangwe kwa zaburi. Kwa Mungu anachotaka tukienda kwake twende kwa mioyo ya shukrani. Mungu anapenda watu wenye mioyo ya shukrani ambao wanashukuru. Kwa shukrani anatufungulia milango ya kuona utukufu wa Mungu. Ndio maana hapa sasa kipi tunaingia kwenda kupaona patakatifu ili uwepo wa Mungu uwe halisi kwenye maisha yetu. Uwe halisi kwenye kila eneo la maisha yetu. Key number 1 Mungu anatuambia sasa ili uweze kuingia kwa hilo gate, ili uwepo wa Mungu ufunguke kwako, nguvu za Mungu ziweze kufunguka. The key number 1 ya gate ya kupita kwenye hilo gate, number 1 ni kushukuru. Before uingia kwenye kusifu na kuabudu na kadhalika, uje kwenye principle nyingine. Number 1, the key number 1 anatuambia twende mbele zake kwa kushukuru. Okay. Twende principle ya pili sasa ya kuingia patakatifu. Waebrania 10 mstari wa 19. Waebrania sura ya 10 mstari wa 19. Waebrania 10. Hapa naelezea principle ya kuomba. Lakini the key ni kushukuru. Waebrania 10 mstari wa 19. Waebrania 10 mstari wa 19, Biblia inasema basi, ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Okay. Cheki kitu sasa. Okay. Hebu endelea mstari wa 20. Mstari wa 20 unasema kwamba njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake. Glory to Jesus. Wewe kuonyesha hapa hiki kitu. Very interesting. In the Old Testament, katika Agano la Kale na Agano Jipya vitu vitu tofauti. Cheki kitu. Anatuambia sasa katika patakatifu alikuwa anaingia kuhani kwa damu. Sawa? Kwa anachukua damu ya kondoo au damu ya mnyama yoyote ili kuweza kuwa na access ya kupaingia patakatifu. Lakini cheki kitu sasa. Today sisi leo tunaingia patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hatuingii patakatifu kwa damu ya mnyama tena, hatuingii patakatifu kwa damu ya kondoo tena. Kwa sisi tunaingia patakatifu kwa hiyo damu ya Yesu. Cheki. Ukisoma mstari wa 20 anasema hivi. Njia ile aliyotuanzia iliyo mpya. Okay. Maana yake kama anasema njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, maana yake kuna njia ilikuwa ya zamani ya kupata access ya kupaingia patakatifu. Ambayo hiyo njia iliyokuwa zamani ni ya kutumia damu ya mnyama kuweza kuingia patakatifu. Na watu walikuwa wanaingia patakatifu ni watu maalum tu, kuhani. Hakuna mtu mwingine alikuwa anaruhusiwa kupaingia patakatifu isipokuwa kuhani peke yake. Kwa hiyo damu ya mnyama ilikuwa inampa access, ilikuwa inampa uwezo huyu kuhani wa kupaingia patakatifu. Check. Yesu alipokufa akatengeneza njia mpya, njia ile anasema njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia. Kwa katika mahali patakatifu ilikuwa kuna pazia limewekwa. Hakuna mtu mwingine kuingia, ni kuhani peke yake. Check. Siku Yesu anakufa, yuko msalabani. Imefika saa 9, amepigwa, damu zimevuja, akakata roho. And then pazia la hekalu likapasuka. That means
kila mtu yuko huru kwa hiyo damu ya Yesu Kristo kuingia patakatifu kwa hiyo damu. Sio, umeelewa hicho kitu? Amen. Zamani walikuwa wanaingia watu, baadhi walikuwa na uwezo kuingia patakatifu kwa damu ya kondoo tu au kwa damu ya mnyama yoyote, lakini walikuwa ni watu special maalum, sio kila mtu alikuwa anaweza kuingia patakatifu. Lakini Yesu alipokufa akatengeneza njia mpya. Anasema njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai. Maana yake ile ya zamani ilikuwa ni mfu, lakini ya sasa hivi ni hai. Anasema kwa hiyo njia akalipasua lile pazia, likawekwa huru kwa kupitia mwili wake, ili sisi tuwe na access. Soma mstari wa 21. Waebrania 10:21 inasema. 10:21 inasema. Na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Okay. Kwa Jesus ni kuhani mkuu. Kwa katufungulia njia kwa kuingia patakatifu. Kwa tukitaka kuona uwepo wa Mungu katika maombi yetu, tunaingia kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa unapoanza kuita damu ya Yesu, tumeingia namba 1, tumeshukuru Mungu. Namba 2, tumemsifu yeye. Namba 3, tunaingia kwa damu yake. Katika damu yake pale ndio palipo na utakaso. Kwa damu ya Yesu ndio palipo na msamaha. Damu ya Yesu kazi yake ya kwanza ni kusamehe dhambi. Inasafisha na kuosha kabisa. Ndio maana tunaimba hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Kwa kuna kitu kingine cha kuweza kututakasa dhambi zetu isipokuwa damu ya Yesu Kristo peke yake. Kwa tunapoitia damu ya Yesu, tunaposema damu ya Yesu, damu ya Yesu, pale ni kwa ajili ya toba. Kwa damu ya Yesu inatutakasa, damu ya Yesu inatusafisha, damu ya Yesu inatuweka huru bali na dhambi na kadhalika. Kwa damu ya Yesu ina kazi nyingi. Kwa namba 1 tumesema inatusamehe dhambi, inatutakasa. Namba 2 inatupa access, inatupa uwezo sisi wa kupaingia patakatifu kwa hiyo damu. Kwa tunaingia patakatifu hadi patakatifu kwa damu tu ya mwana kondoo. Kwa uwezo kaingia patakatifu without the blood. Kwa permission ya kufikia patakatifu tunaenda kwa hiyo damu, with the blood of Jesus. Kwa hiyo ni principle za kuomba. Kwa tulikuwa tunajifunza huko mbele leo tuna muda mchache kwa sababu tuna masaa mawili tu, lakini huko tunapoendelea mbele tutajifunza zaidi na zaidi kuhusu hii damu ya Yesu, jinsi inavyoweza kufanya kazi. Kwa tutajifunza zaidi na zaidi. Kwa hiyo the key sisi sasa katika mambo yote ambayo Mungu ametupa mema katika mwaka wa 2019 mema, tutamshukuru kwa hayo mema ambayo Mungu ametupa. Ni mengi tu ambayo Mungu ametufanyia katika mwaka wa 2019. Kwa tunamshukuru katika hayo. Lakini yale yaliyotuumiza pia tutamshukuru yeye kwa hayo, ili Mungu aweze kutufungulia njia katika mwaka wa 2020. Kwa sababu tunataka tumuone Mungu katika mwaka unaokuja. Kwa Mungu tumuone katika kila eneo la maisha yetu. Tukapate kumuona Mungu katika viwango vipya. Tukapate kuona uwepo wa Mungu, tukapate kuona Mungu akitembea na sisi kwenye viwango vya juu zaidi kuliko hivi sasa. Kwa tunasema asante kwa sababu Mungu amekuwa pamoja na sisi. Kwa tutaenda kumshukuru Mungu. Kwa cha kwanza nitaomba na wale ambao hawajaokoka wanataka kumpokea Yesu. Kwa nitaanza na kwanza tutaomba sala ya toba. Tukishamaliza tutaomba rehema za Mungu. Tukishamaliza rehema za Mungu tutashukuru Mungu, tutaendelea na prayer point nyingine. Kwa hiyo tutaomba kwa kadri Mungu anavyotuongoza. Nimesema tutaishia saa 6 lakini Mungu atakapotoa anatuongoza tutaomba hivyo. Sawa? Okay. Kwa tuombe na wale ambao hawajaokoka. Kwa kama upo hapo ambao hujaokoka, unamtaka Yesu ndani ya maisha yako, weka mkono wako kwenye kifua tuombe sasa. Fuata maneno haya, sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Nitakase Bwana Yesu. Unioshe kwa damu yako. Nioshe Bwana Yesu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Na andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nitakase Bwana Yesu. Nioshe Bwana Yesu. Nifanye upya Bwana Yesu. Unifanye upya Bwana Yesu. Unipe nguvu ya kutumikia wewe. Unipe nguvu ya kuweza kuishi maisha matakatifu. Asante Jehova Nisi. Asante Bwana Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mungu akubariki kumpokea Bwana Yesu. Kwa kama umeokoka tuandikie kwenye namba zetu hapo. Hizo namba utatuandikia message kwamba mimi nimempokea Bwana Yesu leo. Kwa tuandikie message yako na tutakujibu, tutakusaidia, tutakupa
mwongozo, maombi na kadhalika, na masomo, baadhi ya mwongozo wa mtu aliyeokoka nitakutumia. Kwa nenda WhatsApp, andika kwamba mimi nimpokea Bwana Yesu leo. Kwa Mungu akubariki.